Wachimbaji wa madini katika mgodi wa Msasa uliopo katika kata ya Runzewe wilayani Bukombe mkoani Geita wamejenga kituo cha polisi pamoja na kituo cha afya eneo ambalo unapatikana mgodi huo kama sehemu ya kurudisha kwa jamii. Akizungumza na wananchi wa eneo hilo mara baada ya kutembelea na kukagua miradi hiyo miwili, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amewataka wakurugenzi wa mgodi wa Msasa kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Bukombe kuhakikisha wanakamilisha miradi hiyo kwa wakati ili Mwenge wa Uhuru unapokuwa unapita kwenye eneo hilo ukazindue miradi hiyo kwa pamoja. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana wakurugenzi wa mgodi wa Msasa kwa kuungana na serikali katika kurudisha kwa jamii. Nimekiona kituo cha polisi cha kisasa, nimeiona zahanati ambayo inakwenda kukamilika ambayo itasaidia kutoa huduma katika eneo hili. Na haya ndio mambo ambayo tunapenda kuyaona yakitokea katika jamii ya wachimbaji. Lazima muwe na nafasi ya kutoa mchango mkubwa kwenye jamii inayowazunguka. Na hichi ndio ambacho kimetokea katika eneo hili. Nawapongeza sana. Kituo hichi kina hadhi kubwa, zahanati ile ina hadhi ya juu kabisa na inaweza ikatoa huduma hapa badala ya watu kimbia kwenda Runzewe kwa ajili ya kupata huduma hii. Rai yangu ni waombe. Najua tarehe 28 mwezi wa 8 Mwenge wa Uhuru utakimbizwa katika wilaya ya Bukombe na umepangwa pia kuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa kituo cha polisi. Sasa nataka mtuwekee heshima kidogo. Mwenge haurudi mara mbili. Yaani haiwezekani mwenge ukaja mpaka hapa, ukaishia hapa pale kuna jengo halijakamilika. Nipelekeeni salamu kwa wakurugenzi. Waambieni wajitahidi kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atawajalia. Ili wakati mwenge unakuja hapa, hata kama ni jiwe la msingi liweke pale, lakini katika mazingira ambayo jengo letu kwa limepiga hatua. Natumai ilipo ndani ya uwezo wenu, nendeni mkalisimamie, mlifanye ili wakati mwenge unakuja usirudi mara mbili. Vinginevyo nipelekee salamu zangu za shukrani sana kwa wakurugenzi. Tumefurahi kama serikali tukiona ninyi wachimbaji mnakuwa mstari wa mbele kwenye huduma za kijamii ambazo zinawagusa wananchi wetu. Na natakia kila laheri katika shughuli zenu za uchimbaji. Mtu ambaye mgeni akija hapa anaweza kufikiri kuna mto karibu hapa maji yanavuma huko, lakini anajua ni makrasha. Mzigo unasagwa huko. Sisi kwetu tunajisikia faraja kubwa sana. Shughuli kubwa ya kiuchumi ambayo imebadilisha eneo la Msasa hili. Kama alivyosema mheshimiwa mkuu wa wilaya, watu sasa wamekuwa wengi sana hapa Msasa. Hizi huduma ni muhimu sana. Ni muhimu sana kwa sababu watu wataugua hapa, lakini vile vile tunakaribisha watu wa kila aina. Wako wahalifu pia. Lazima kuwepo na namna ambavyo sheria zetu zitasimamiwa na zitatekelezwa vizuri. Na mheshimiwa waziri, mradi huu ni matokeo ya sekta madini. Namna ambavyo sekta madini inakuwa ina implication kwenye sekta zingine ikiwemo swala la ulinzi na swala la afya. Kwa hiyo mheshimiwa waziri, tungeweza kujenga kituo hiki, lakini huenda tungeweza kujenga katika kipindi ambacho tungechukua muda. Lakini tangu mgodi wa Msasa upatikane, kwa kuona umuhimu wa usalama kwenye eneo hili, kwa kuona umuhimu wa upatikanaji wa afya na hususani zahanati na kituo cha afya, mgodi na wamiliki wa mgodi wa Msasa waliona kuna haja katika swala zima la mahusiano kwa jamii na urejeshaji wa kidogo wanachokipata, basi warejeshe katika msingi wa usalama kwa kujenga kituo cha polisi, lakini vile vile warejeshe kwa msingi ya kuimarisha afya za Watanzania kwa kujenga zahanati yetu ambayo inaelekea kukamilika. Nitumie nafasi hii kuwashukuru sana meneja na timu yake na wote kwa wamiliki wa mgodi, lakini nishukuru kwa ujumla wachimbaji walioko Msasa kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi, wanajituma, wanazalisha kwa wingi, na kwa kweli mheshimiwa waziri, utulivu kwenye eneo letu upo wa kutosha. Kwa majina naitwa Kesi Maira, ni meneja wa mgodi wa Msasa. Kwanza maelekezo ya mheshimiwa waziri tumeyapokea kwa mikono miwili, ili kusudi ndio ilikuwa ni malengo yetu. Sema ilikuwa ni ratiba, lakini kwa sababu ameshatoa maelekezo sisi tutayatekeleza kwa sababu yako chini ya uwezo wetu. Ni kurudisha kwa jamii kwa sababu Msasa ni eneo kubwa na ina watu wengi. Kama alivyosema kuna wahalifu pia wanakuja. Kwa hiyo kuhakikisha usalama unakuwepo wa watu wanaofanya shughuli zao, tuliamua kujenga kituo cha polisi. Lakini pia kituo cha afya, watu ni wengi, wanahitaji matibabu, kuna wanakijiji. Kwa hiyo ndio ilitusukuma tufanye hivyo.
Hizi ni ripoti za Ayo TV na Midadayo kutokea wilayani Bukombe mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence.